Ahlan wa sahlan kwa mara nyingine tena, asubuhi ikiwa munawara, asubuhi ikiwa inapendeza. Tunakutana hapa wana michezo viwanjani kama ilivyo kawaida. Ni masaa matatu ambayo yamesheheni habari nyingi kabisa zinazohusiana na michezo katika ardhi yetu ya Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Kuna taarifa nzuri kwelikweli ambazo tumekuandalia kwa siku hii leo. Usiondoke, kaa nasi kuanzia hivi sasa mwanzo kabisa wa kipindi hiki cha michezo, kipindi bora kabisa cha viwanjani mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Lakini tunakwenda kuangazia kuhusiana na finali ya michuano ya kombe la CRDB ambayo ilipigwa katika uwanja wa Amani katika visiwa vile vya Zanzibar. Ubingwa mara 4 mfululizo kwa wananchi. Unaona jinsi gani ambavyo wameweka, tunasema, ule uti wa mgongo wa soka la Tanzania, wakichukua vikombe ligi kuu ya NBC, lakini pia wakichukua kombe hilo la CRDB. Lakini kumbuka, katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya, mechi ya pili ya playoff Fountain Gate, vijana kutoka pale Manyara Babati leo wakiwa na kazi kubwa mbele ya wajelajela Tanzania Prisons. Kumbuka, mshindi wa mechi ya leo anabaki katika ligi kuu ya NBC, na mfungwa katika mechi ya leo anakwenda kucheza playoff nyingine dhidi ya Stand United ya kule Shinyanga Chamalawana katika uwanja wa Kambarage. Kwa hiyo tutakuja kukuambia hapa ni yapi ambayo yanaendelea katika uwanja ule wa kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya. Lakini FIFA Club World Cup, mambo yanaendelea kule nchini Marekani, pamoja na kwamba joto likiwa linashika nafasi yake, lakini watu wanapiga mbungi. Kumbuka flusi zimewekwa kule ni nyingi, bimaana kwamba fedha, watu wanapambana kweli kweli. Jana Bayern alikuwa anakipiga na Flamingo. Usiondoke, tutakuja kukwambia kile ambacho kimejiri katika mchezo huo. Ulama Eid Salum niko hapa, Deo Kiungai pamoja na Dickson Majaliwa katika safari ile nzito na yenye madini ambayo yamesheheni kweli kweli. Deo Kiungai, mambo vipi? Ulama tunasafiri pamoja. Muhimu sana. Muhimu. Umeniambia round hii uniachi. Na kuachaji sasa. Round hii mimi namalizia mambo ya passport. Muhimu. Kitsepa tunaondoka wapi? Ukiwa kijana lazima upate ile. Ona utanichanganya. Nianze kukutenga. Kwa nini? Ukaribu wangu mimi na wewe. Unajua kwamba mfano umekosa kuitazama mfano CRDB. Playoff tukimaliza kipindi hapa. Unawahi kabisa, ni saa moja hapa mpaka Mbeya Dickson. Masaa mengi. Unakwea, unashuka pale Songwe, unakuja kidogo kilomita kadhaa, unaingia Sokoine. Unaenjoy maisha. Unaangalia playoff. Maana kule moya. Kule moja. Alafu Sokoine mlima unaweza kuwa mrefu hivi. Kwa kweli unaona nani? Mlima unaweza kuwa mrefu hivi. Kwa nani? Kwa yule wa nyumbani. Tuombe. Dickson vipi? Tuko vizuri. Tuko vizuri kabisa. Mambo yanaenda vizuri. Kijana alishaacha mambo. Kijana ulikuwa unazungumza naye, yale mambo alishaacha. Dickson alimgusa. Ananong'oneza kabisa. Eti umefanikiwaje? Umefanikiwaje? Kwa hiyo umpe madini. Hawezi huyo. Bwana, jana naona kama kuna mmoja hivi Dar es Salaam kama amesema inatosha. Pale mitaa ile ya Kariakoo. Ilianzia kule Chamazi. Ilianzia Chamazi. Wakasema inatosha. Imeanzia Chamazi? Ya Chamazi juzi nafikiri. Juzi. Kuna mmoja alisema Chamazi inatosha. Yule anacheza upande wa kulia. Akakumbuka nyumbani? Hamna, mkumbuka nyumbani wapi? Anavuka boda tu. Anatoka Chamazi, lakini anavuka boda. Sikashukuru tu kwamba inatosha. Inatosha kwa miaka 2. Nimekuwepo hapa miaka 2. Asanteni na kwaherini. Hivyo tu. Hivyo tu. Hajasema tumeishi vizuri. Tu ameandika, yani ile andiko ni kubwa, ameandika vitu vingi, unakutajia tu zile pointi za muhimu. Kwa hiyo ametoka Chamazi. Yaani kawashukuru wote. Wale watu usafi wale. Wa usafi, wachezaji wenzake. Magoli aliyofunga au mwaka huo amefunga mabao 11. Alikuwa na msimu mzuri. Kuna wakati anatokea kwa kushoto, anakati kulia, waza. Anatokea kulia, anatokea katikati. Kawashukuru marefa. Wote kawashukuru. Hadi marefa. Wote. Sasa yule Kariakoo naye kashukuru hivyo. Yule wa Kariakoo, yule kashukuru, naona kama kashukuru watu wawili tu. Watu wawili. Tajiri. Na yule rafiki yake tajiri. Ndo kawashukuru sana. Afu mwisho akamalizia pale nguvu. Sikujaona ya mwisho. Ujaona? Ujaona kile katuni cha
na nini moja sijui. Sijaona. Zile shukrani bwana. Lakini unajua ndio kipindi chake kile kipindi cha kwamba huyu anatoka hapa anaenda kule, lakini hao wanakuwa na busara. Lakini wakati mwingine huyu alikuwa kipenzi sana unajua cha watu kipenzi. Kuna mambo ambayo niliyapata yamesababisha yamesababisha moja ile ya mechi ya marudiano ile na Stellenbosch ndio kimesababisha kaona mimi bwana niondoke. Ngoja nikae vizuri kwenye kiti. Alafu nasikia na masuala ya furusu tena. Mablaka. Aliongeza sifuri. Acha mtu salama. Tunakwenda kuanza na soka letu. Wananchi Yanga Sports Club wametoa ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa mara 4 mfululizo katika fainali iliyochezwa katika visiwa vya Zanzibar katika uwanja wa Amani. Magoli yaliyowapa ubingwa yamefungwa na Duke Abuya pamoja na Maxi Nzengeli. Ubingwa huu ni wa 4 mfululizo kwa Yanga, wakifanya hivyo katika mwaka 2022 hadi 2025. Tujikumbushe basi namna ambavyo magoli ya Yanga yalifungwa katika mchezo huo wa fainali wa CRDB. Shoot sawa. Fanyeni shooting za ndani. Max Isra Patrick mwenda anaweka ndani kunacheza goalkeeper Duke Abuya. Wakubwa wameanza bwana. Wakubwa wameanza kuwa bwana. Ni kiungo raia wa Kenya. Master Duke Abuya. Tazama namna alivyokwenda. Marcus Nzengeli. Sweet pass. Akamwekea Ezra. Kipa akacheza. Inamkuta Duke Sakala Kapum. 1-0. James Samuel. Abaso Giamas kwenye nafasi ya kwanza. Akaupunch second ball, hakuna mtu. Walinzi zaidi ya 4 mbele ya Daktari Khalid Aucho. Anachukua sasa Nzengeli. Max Isra Patrick mwenda anaweka ndani kunacheza goalkeeper Duke Abuya. Wakubwa wameanza bwana. Wakubwa wameanza kuwa bwana. Ni kiungo raia wa Kenya. Master Duke Abuya. Tazama namna alivyokwenda. Marcus Nzengeli. Sweet pass. Akamwekea Ezra. Kipa akacheza. Inamkuta Duke Sakala Kapum. 1-0. James Samuel. Abaso Giamas kwenye nafasi ya kwanza. Akaupunch second ball, hakuna mtu. Walinzi zaidi ya 4 mbele ya lango. Duke Abuya anakwenda kuiweka katika neti na kutenganisha ama kutofautisha mzani ule. Ibrahim Mwimoro. Jonathan anapoteza. Aucho. Nzengeli ana nafasi sasa. Mzize kuwataua. Mzize ameua. Hatimaye amelisaka sana lango. Amelisaka sana goli la Singida Black Stars. Siku hatimaye inakuwa njema kwake. Siku inatiki kwa Francis Clement Mzize. Sweet pass. Ibrahim Mwimoro. Jonathan anapoteza. Aucho. Nzengeli ana nafasi sasa. Mzize kuwataua. Mzize ameua. Hatimaye amelisaka sana lango. Amelisaka sana goli la Singida Black Stars. Siku hatimaye inakuwa njema kwake. Siku inatiki kwa Francis Clement Mzize. Sweet pass. Sweet Mzize. Ameua Mzize. What a goal. What a striker. What a score. 2-0. James. Haya ni magoli mawili yaliyoamua mchezo wa fainali ya CRDB yakifungwa na Duke Abuya pamoja na Clement Mzize katika uwanja ule wa Amani. Singida Black Stars wakiloa namna hiyo vijana wa David Ouma, na hivyo Yanga kuchukua ubingwa wao kwa mara 4 mfululizo. Kumbuka wa ligi kuu mara 4 na huku tena mara ya 4. Wakitawala soka la Tanzania namna hiyo wananchi. Tukitazama hili goli la kwanza, kuna vitu viwili ambavyo tulikuwa tunaviona.
alivyocheza goalkeeper kuupangua ule mpira wa cross, alitakiwa afanye nini kama goalkeeper? Vile alivyofanya ilikuwa sahihi ama alitakiwa mpira kuondoa uende upande wa pili? Lakini mabeki wakati anaucheza goalkeeper ule mpira, jukumu lao lilikuwa ni nini? Na tuliona walikuwa wengi pale Dickson. Yeah, ni awareness ambayo mabeki wanatakiwa kuwa nayo, kwa sababu Israel alipiga cross ambayo kulikuwa kuna mawili, ilikuwa inaweza kaingia ndani kwa sababu unaona ilikuwa ni cross chonganishi, au kama itakuwa ni rebound mchezaji mwingine ataweza kuimaliza. Sasa hebu angalia hiyo cross imepigwa, Obasonyika ucheza mpira, alafu angalia idadi ya mabeki ambao walikuwa kwenye box ya Singida Black Stars, walikuwa ni wengi. Yaani walikuwa ni wengi sana ambao walikuwa wanaweza wakafanya zaidi kwa sababu ya awareness ya kujua kwamba mpira unaweza, yani hatari ukiwa kwenye box muda wote inaweza ikatokea. Cross imepigwa, angalia. Wanamwangalia kipa anapofanya saves. Kama wachezaji watano, wawili wanamwangalia kipa anapofanya saves, afu hawajui mpira unaenda wapi, kwa sababu mpira sio kwamba ameudaka, kautema. Hiyo ni rebound ambayo beki unatakiwa uondoe mpira kwenye hatari yako. Yes. Lakini Duke kafunga goli yuko mwenyewe kabisa. Yaani utafikiri walikuwa labda mazoezini, kafunga goli yeye mwenyewe. Akabwi na mtu. Very good cross Israel amepiga. Cross nzuri sana. Huyu hapo Duke. Yuko mwenyewe, ana mtu ambaye anambugzi. Na ndio maana umeona akutumia hata nguvu. Yaani ni kama tu alipress mpira golini. Kwa hiyo mabeki wa Singida Black Stars walikuwa wanaweza akafanya zaidi hapo alipo, kwa sababu kipa ameplay part yake. Japo unaweza ukasema alikuwa anaweza akafanya zaidi, lakini ingekuwa ni ngumu kwa sababu cross ilikuwa ni nzuri, lakini defenders hao wote kuruhusu Duke amefunga akiwa yeye mwenyewe, nafikiri wamekosa tu ile awareness, na ni moja ya makosa ambayo naamini kocha atakuwa alikorofishana nao kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, angewaambia hapa mngeweza kufanya zaidi, kwa sababu ni finali na ukifanya kosa la hivi zidi ya timu kama Yanga lazima kuadhibu. Singida kikutana na Yanga anatia huruma. Tungai. Of course mimi naweza nikaanza na golikipa Obasogie. Ule uokoaji ni uokoaji ambao unawaingiza wenzako hatarini. Yaani ule uokoaji urudisha mpira kwenye box lako. Tena unaurudisha kwa taratibu mno, yani kama unaupanchi taratibu, hata yule ambaye atakayekutana nao aweze kuchagua sehemu pa kuupeleka. Hilo ni kosa namba moja. Achana na poor marking ya wachezaji wa Singida, maana pale sio tu defender, sio Kennedy Juma, sio Frankie Asiki, wala sio Gadeli Michael, wala yule Ande Kofi, wala viungo wa chini Damas Kamara pamoja na Morris Chuku, wote walirudi chini. Unaweza ukawajaji, lakini tukio la kwanza kabisa ni golikipa, touch yake ya kwanza ilikuwa rafiki kwa wapinzani. Yaani ilikuwa rafiki kwa sababu unajua touch ya kwanza ya golikipa au punching ya kwanza ya golikipa isiende mbele, iende kulia, iende kushoto, kwa sababu huku pembeni ni ngumu sana kurudisha tena langoni, alafu nyinyi mkajikuta mpo katika hali ambayo sio nzuri. Lakini ukipiga ukiugusa mpira au ukipunch mpira katikati mwa kiwanja, kuna possibility, kuna asilimia kubwa sana ikawa hatari kwa upande wako, kwa sababu yani wale wachezaji wenzako moja kwa moja watakuwa wamekufuata wewe kutokana na cross ambayo imepigwa. Sababu zote zinalishambulia boxi, watakuwa wanakufuata wewe. Wewe unawarudisha tena walipotoka. Iwe tu bahati wachezaji wenzako, ukiondoa wale ambao wamekufuata wewe, wawepo katika position ambayo umeenda kuupachi ule mpira. Lakini kama hawapo kama jana ambavyo Obasogie ameupunch, ndio anakutana na wachezaji ilikuwa ni punching, ilikuwa ni saves, kwa sababu unaona ametumia vidole. Yaani ni ngumu kupunch mpira na vidole. Ni ngumu sana kupunch mpira na vidole. Ilikuwa ni kama saves. Yaani cross imepigwa, kafanya kama anaokoa ule mpira. Ukaenda pale golini. Angefanya punching ambayo labda inahitaji ngumi, huo mpira ungeenda zaidi hapo. Kwa ilikuwa ni kama saves for me. Kwa mazingira ya cross ilivyopigwa, kupunch mpira ilikuwa ni ngumu. Basi ilikuwa ni save. Ndio maana nasema ni kumlaumu, ilikuwa ni ngumu. Mpira ulivyopigwa ni kevu ujue. Yaani kupunch mpira hivi kibinadamu ni ngumu.
labda golikipa awe na mazoea hayo mara kwa mara kwamba kila tukio lake ambalo litakuwa linatokea awe na tabia ya kupunch. Lakini kama hana hiyo tabia, ni lazima atakuwa anajitengenezea mazingira ya kupush ule mpira kwa vidole vyake au kwa viganja vyake ili uende mbali. Sawa. Na kwenye hilo ndio goli la kwanza ambalo wananchi walifunga katika mchezo huo, lakini kuna goli ambalo limefungwa na Clement Mzize katika mchezo huo ambalo lilifuta kabisa matumaini ya Singida Black Stars pengine kusawazisha na hatimaye kuweka ushindani katika mchezo huo. Goli zuri sana amefunga, na ile wachambuzi ile inaitwaje? Hiyo ni throw ball. Ile wakati Yanga wanatoka wanaenda kushambulia na hatimaye wanafunga. Counter attack. Transition, yeah. Yani unapoka mpira afu unaanzisha nyinyi. Yani is a defense ambayo ina turn into attack. Haraka zaidi. Nilikuwa mnazuia alafu ghafla mnaenda kushambulia. Alafu na mbaya zaidi, unajua Max pia goli la kwanza amehusika. Goli kwenye build up ya goli la kwanza la Israel Mwenda. Alafu hii kitu wamefanya sana mazoezi ya Yanga. Siku ile goli la Simba walifanya hivi, goli la pili la Mzize. Sema ile ilitokea pembeni tu, lakini walinyang'anya mpira. Moja ya silaha kubwa ya Yanga ni unapokuja kuwashambulia wewe. Yaani wewe si unanufaika kuja kuwashambulia, lakini moja ya silaha kubwa ambayo huwa wanaitumia baada ya wewe kuja kuwashambulia, watakavyokupoka kama ambavyo Walid Aucho walivyofanya. Pasi ya kwanza, pasi ya pili wako lako ni kwako. Hawahitaji kuremba mwandiko. Hawahitaji kupasiana sana ili waweze kufika langoni. Kwa hiyo unaona magoli mengi ya Yanga dhidi ya timu ambazo wanakuja kuwashambulia yanafanana. Yaani either apoke mpira Walid Aucho, Mudathiri au kiungo yoyote au mchezaji yoyote. Angalia pasi ya kwanza inaenda kuwa madhara kwa upande wa kocha timu pinzani. Na hichi ni kitu kizuri kuhusiana na Young Africans kwa sababu wachezaji wanaita non-verbal communication. Nao wanaelewana pasipo hata kuzungumza. Umezungumzia goli ambalo walifunga Simba. Hizi through ball wanazifanya sana kwa sababu wana Pacome anaweza akaingia katikati, wana Mzize ambaye ni hatari, wana Prince Dube. Hizo through ball nyingi zikipigwa katikati utawakuta hao wawili wamefika. Angalie Mzize movement alivyoisoma. Amefunga goli safi. Unaweza ukawaraumu Singida kwamba goli gani ile anamfunga, lakini movement ambayo imeanzia kwa Max Zengeli, through ball yake alipiga perfect kwenye njia ambayo ilikuwa ni sahihi, na Mzize mwenyewe akafunga kwa perfect. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo Young Africans wanavifanya mara kwa mara. Yaani hata vihitaji coach, ni wao wenyewe wachezaji ndani ya uwanja wanaelewana kila siku, kwa sababu ni vitu ambavyo wamekuwa vifanya kwa misimu minne sasa hivi. Tena sasa hivi inaona kama wamepunguza Yanga hizi transition wamepunguza. Chini ya kocha Sid Ramovic walikuwa ni hatari mno kwenye transition. Nimekuwa nikitazama movement nyingi katika wakati wa kocha Sid Ramovic. Yaani unashangaa sio tu kwa pass kupigwa, hata mchezaji kudribble kutoka chini baada ya kupokonya mpira kuja hadi juu ilikuwa inatokea mara nyingi sana. Tulikuwa tunamshuhudia Pacome akifanya hivyo, anatoka chini baada ya kupokonya mpira anakuja kufunga. Tulikuwa tunamshuhudia Max Nzegeli anatoka chini anakuja kufunga. Uduke Abuya anatoka chini anakuja kufunga. Transitions za Yanga wakati wa Sid Ramovic mchezaji mwenyewe anaweza kuja kukumaliza, lakini sasa hivi wanapasiana haraka 1 2 3 wako langoni na kufunga. Okay. Hivi kwa Singida katika miaka hivi karibuni shamfunga Yanga? Sijawahi kuona. Hujawahi kuona? Hujawahi kuona? Singida huu ndio msimu wa kwanza Singida kama Singida Black Stars. Labda Singida nyingine. Au unaizungumza EF? Wale wanatoka Singida. Singida huyu ndio msimu wa kwanza Singida inajitegemea. Singida Black Stars. Wa pili yani. Wa kwanza fully. Ule wa pili ulikuwa katikati. Hata basi ukikusanya Singida nyingine ambazo si Singida Fountain Gate, Singida United. Sawa. Ile tu jina Singida. Sijawahi kuiona ile jina Singida wakilifunga Yanga. Wanazidiwa sana au quality. Kikosi cha Singida hiki kwenye top 4 pale wachezaji wao ukianzia Basogi mpaka wa 11 au ukisema walete kwenye timu si wanacheza kwenye kikosi cha Singida Black Star kile kilichoanza tu jana kina uwezo wa kuanza kwenye kikosi cha Yanga. Wachezaji wanaweza kuanza kwenye kikosi cha Yanga na pia wanaweza kuanza katika kikosi cha Simba. Wale sasa kama wanaweza kuanza na Simba na Yanga, Azam wanaweza kuanza. Maana hizo ndio timu ambazo zipo katika top level kwenye ligi yetu. Alafu wanafuata Azam.
Sasa why aanze Jonathan Soa Yanga, aanze Simba, Lakini- hapo ashinde kwanza Azam? Finali tumeitazama vipi? Ile hadhi ya finali yenyewe kwenye pitch Yeah, definitely. imeonekana ama ilionekana ni game ya upande mmoja? Yaani moja ya fainali ambazo nasema kuanzia kwenye celebration ilivyoanza mpaka inaisha, waandaaji ilikuwa perfect. Waandaaji sawa, Ilikuwa perfect. Ndani ya uwanja zile dakika 90. yaani unapata Tumepata kitu kule cha bila shaka. Unajua mwisho wa siku ubora ndio unaishia kuamua mechi. Hebu angalia mchezaji kama Max Nzengeli alikuwa kwenye kiwango chake kizuri. Mzize kama kawaida kwenye mechi ya Simba amefunga jana, alikuwa kwenye kiwango kizuri. Unstoppable. Israel Mwenda amekuwa mmoja wa wachezaji bora wa pembeni. Wewe unajua fika kwamba kabla mechi hiyo Yanga atamfunga Singida. Possibility ilikuwepo na Singida pia alikuwa anaweza, lakini quality ya mwisho ya Yanga is individual na errors ambazo zimetokea ndio zimeamua finali. Goli ambalo amefunga Mzize yaani uwezo ukakaa ukasema Singida wangefanya vizuri, lakini ilikuwa ni moja ya finali ambazo mimi kwangu ni nzuri, nimeziangalia kwa hata Yanga finali bora FA ilikuwa ni ya nani? Ilikuwa hii ya Sopo alikuwa Coastal. Ile ya 3-3 kule ilikuwa ni moja ya finali bora, na hii traffic ungai kama wewe unasema hujapata ladha. Ana Dickson analemba maneno. Analemba maneno. Nimezungumzia kwenye my side. Yaani mimi analemba maneno. Ukweli kwamba moja ya finali nyepesi sana kwa Yanga ni ile ya jana. Finali nyepesi. Kwanza mimi binafsi naweza nikasema Yanga hawakutendea haki mpira wa miguu. Kwa nini? Hawakutendea haki kabisa. Kwa nini? Kwa makosa ambayo Singida Black Star walikuwa wanayafanya. Ilikuwa fungwa nyingi. Zaidi ya goli 5 walikuwa wanafungwa Singida Black Star. Zaidi ya goli 5. Yaani ile finali ya PSG na Inter Milan ilitakiwa ijurudie jana. Mzize amekosa nafasi, clear chance zaidi ya 2. Pakome clear chance. Chama clear chance. Max clear chance. Kwa hiyo Singida jana walikuwa pua. Yaani moja ya finali nyepesi ambayo Yanga jana wamekutana nayo. Ni ile dhidi ya Singida ile ambayo nimeshuhudia jana. Singida jana kila mchezaji kama alikuwa wanapokezana. Leo wewe sasa hivi utafanya Frank Asiki utafanya kosa. Wewe sasa hivi Damaro utafanya kosa. Yaani tofauti na michezo wanapokezana yani. Michezo miwili mitatu nyuma ambayo walicheza walikuwa wako perfect jana. Mimi sikutarajia kwamba finali itakuwa nyepesi kiasi kile. Mimi sikutarajia kabisa. Nilitarajia ile tough game ya mchezo wa ligi wakati kocha akiwa Patrick Aussems. Goli anafunga Pacome Zouzoua. Goli moja. Nilitarajia ile tough ya mchezo itajirudia katika mchezo wa finali. Lakini jana Yanga alikuwa anachagua afunga muda gani. Kwa hiyo Dickson analemba. Unajua umezungumza kitu hapo nimekumbuka, nilikuwa namsikiliza, alikuwa kocha wa Botafogo. Kocha wa Botafogo alizungumza baada ya kuwafunga PSG, alisema unajua mpira sasa hivi ni kama Walt Disney film. Yaani ni kama fantasy watu wanajitengenezea kwenye kichwa chao. Kwa kuwa Botafogo alimfunga PSG, watu walitegemea akicheza na Atletico amfunge goli 4 au 5. Kwa sababu PSG sasa hivi current ndio timu bora. Lakini mpira huko hivyo. Yaani hakuna namna Singida Black Stars alivyocheza na Yanga mechi ya kwanza na nyingine ya ligi ndiye akacheza tena finali hivyo hivyo. Hivyo ni vitu ambavyo havipo. Kwangu mimi Singida wamefika finali kwa kustahili. Na ile kiwango cha finali kuona. Kwa sababu unaweza kuzungumzia finali kwa upande mmoja, labda wa Singida wakuwa vizuri, lakini Young Africans amezungumzia nafasi walizokosa. Top performance kwao, walikuwa kwenye kiwango chao bora. Na maana wangeweza kufanya zaidi. Hiyo ndio finali. Ingekuwa labda imeenda kwenye penalty shootout bila ungelalamika, lakini kwangu mimi nafikiri yani it was fair final. Kama mimi ndio kocha wa Yanga, Miludi Hamdi, wala si ile finali. Ya finali. Si shangili. Ndio traffic ungai. Nakwambia Dickson Majaliwa unang'ata maneno. Finali ilikuwa ya upande mmoja. Lakini makocha wamezungumza kwa pande zote mbili, kwa Yanga pamoja na Singida Black Stars, lakini pia na wachezaji wamezungumza. Dickson Job nahodha kwa upande wa Yanga, lakini kwa upande wa Singida pia wamezungumza pamoja na mchezaji bora wa mechi Clement Mzize. Yanga Africans wanafanikiwa kutoa taji. Dickson Job, ilikuwa ngumu kiasi gani dakika 90 ambazo mnafanikiwa kutoa taji lingine msimu huu?
kwanza zilikuwa ngumu kwa sababu Singida ni timu nzuri, ni timu ambayo inapambana, lakini ukizingatia tumetoka kwenye mechi ya dabi juzi tu hapo. Kwa hiyo wachezaji wengi tulikuwa katika uchovu, lakini tunachoshukuru kikubwa tumekuja tumepambana, tumeweza kutetea tena taji letu. Kwa kiasi gani imewasaidia kuwa katika momentum, kwa sababu mmetoka kwenye mechi na mmekuja kucheza mechi ndani ya siku chache kulinganisha na wenzenu ambao wamekaa muda mrefu bila kucheza? Kwanza tumefanya recovery ilikuwa nzuri, lakini pia wachezaji tulikuwa tumefocus katika mchezo huu kwamba ilikuwa lazima tupambane tuweze kutetea taji letu, na kikubwa tumepambana dakika 90 tumeweza kupata matokeo yalikuwa bora. Ni msimu ambao kwako binafsi unaandika nini ama kuweka alama gani kwenye career yako? Ni alama kubwa sana na ni historia kwangu, ukizingatia ni mchezaji mchanga ambaye bado anaendelea kukua. Kwa hiyo hii ni historia kubwa katika maisha yangu, na washukuru na nashukuru mashabiki zetu wote kwa support wanayotupa. Hii ni kubwa sana na tunawashukuru sana, tunawapenda sana. Shukrani sana, kila laheri. Asante sana. Kennedy Wilson Juma nahodha kwa upande wa Singida Black Stars. Kennedy, mnaruhusu magoli mawili, moja ya kipindi cha kwanza, lakini inaonekana kipindi cha pili mmekuja kabla hamjajiweka sawa na plani ya kipindi cha pili, mnaruhusu goli lingine. Ilikuwa ngumu kiasi gani kuikabili safu ya ushambuliaji ya Yanga leo? Kwanza namshukuru Mungu tumemaliza mechi salama. Ni kweli, unajua kucheza na timu kubwa ni lazima mjipange. Sisi tumejipanga, lakini ndio hivyo wenyewe wametuzidi mbinu, wamescore. Kwa hiyo tunawapongeza Yanga kwanza kwa ushindi na vile vile bado na sisi tunajipongeza pia, tumepambana kadri ya uwezo wetu. Msimu ujao mnakwenda kushiriki michuano mikubwa barani Afrika, kwa maana michuano ya kombe la shirikisho. Unadhani kwa kiasi gani mpo tayari kwa ajili ya challenge hiyo kubwa sana ya msimu ujao? Tupo tayari kwa sababu mwalimu ndo anajua kwamba ni sehemu gani ambayo ataingiza maingizo mapya, ni sehemu gani ambayo kuna matatizo, mwalimu ndo anajua. Kwa hiyo tunaiachia technical bench kuhusu hilo swala. Shukrani sana. Asante. Milud Hamdi, congratulations once again, another title in a season that you have been in charge of Young Africans. How tough it was? So I am very happy to win this cup. I am very happy for all the fans coming today. They come with a large number. They deserve to have this title. Very happy for Mr. Khalib, my president, all the members, and thank you very much for all the people, all the person who work for us, my technical staff, medical staff, the guy of material, security, many people. The game, I think we play good. We have many situations to score. We lose many goals. We play against a very good team, good club, Singida, and that's not easy to win against Singida. Not easy, very difficult, and we do it. Today in 10 days we play 4 games, so we finish very tired, but I give this title for everybody like Young Africa. David Ouma, kocha, mmeingia na mpango kazi mzuri ambao umewafanya muwe solid kwa dakika ya kwanza mpaka ya 40. Mnaruhusu goli mwishoni mwa kipindi cha kwanza. Ulipanga kuingiaje kipindi cha pili kiasi cha kuruhusu goli lingine mapema? Yeah, of course planning yetu ilikuwa nzuri. Tunajua Yanga wanacheza na fast attack, very quick behind the ball, wana explode kwa attack. Tulielewana vizuri, tuta make sure tunaweza to lose ball either kwa hiyo center circle, tuna go over. So I think tulikuwa carried away kwa sababu tulikuwa tumeweza vizuri sana, ila katika ile fast attack ambayo nilizungumzia na tumeconcede both goals, lakini ndio tumeconcede bao la kwanza, lakini angalia Maruf Chake anga equalize, super save, it's 1-1, maybe at half time maybe we have a chance. So however, naweza kupia kongole wachezaji wangu, first experience katika finali, it's possible again to come back and continue fighting. Shukrani sana kocha, asante kwa hilo na kila laheri katika msimu ujao. Huyo Clement Mzize, Walid, hongera sana. Mechi nyingine nzuri na unakuwa kwenye kiwango bora, unafanikiwa kufunga, lakini pia unakuwa nyota wa mchezo. Unaweza kuzizungumziaje dakika hizi 90, lakini pia msimu huu umekuwaje kwa ujumla? Kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo ulikuwa mzuri, mchezo ulikuwa tough, lakini tumeweza kutumia mbinu alizotugea mwalimu na tumeweza kuzifanyia kazi, na Mwenyezi Mungu ametuona na tumeweza kushinda mchezo. Tunashukuru sana. Mwanzoni nafasi ambazo umepata na kukosa inaonekana kama zilikuwa zinakuumiza sana. Uliwezaje kutulia mpaka kuja kupata nafasi nyingine ambayo umefunga goli? Kiukweli nashukuru kwa sababu wachezaji wenzangu wananipa hope sana, kwa sababu zile nafasi zilizokuwa nazikosa kwa striker lazima uumie unapokosa zile nafasi, lakini wachezaji wenzangu wameniambia tulia, nafasi itakuja nzuri na utashinda, na inshallah imekuja hivyo, nimeweza kushinda japokuwa nimekosa magoli, lakini inshallah namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kupata goli. Hongera sana.
Clement Mzize ndio nyota wa mchezo wa fainali, na kama ambavyo waliahidi CRDB kwamba nyota wa mchezo anakuja kukabidhiwa mfano wa hundi ambao una thamani ya shilingi za Kitanzania milioni 2, na ndio mfano wa hundi huo hapo ambao unauona, milioni 2 taslim ambazo zinakabidhiwa kwake Clement Francis Mzize, mshambuliaji wa Young Africans ambaye amefunga goli, lakini pia yeye ndio ameteuliwa kuwa nyota wa mchezo huu. Imekuwa ni mechi bora sana kwake na ni mfululizo wa performance bora kutoka kwake, kiasi cha kupata kiasi cha shilingi milioni 2 kama zawadi kwa nyota wa mchezo. Haya ndio maneno yaliyosemwa baada ya mchezo kukamilika. Kwa makocha wamewasikia, lakini pia wachezaji wamezungumza. Clement Mzize mchezaji bora wa mechi hiyo akichukua fedha. Yuko vizuri Clement Mzize. Tumewasikia makocha. Ouma alikuwa anazungumza kuwapa kongole wachezaji wake, akawa anasema tumeconcede ndio, na ni fainali yao ya kwanza pia. Hivyo ni kitu muhimu sana kuzingatia. Yanga hii ni fainali ya 4 mfululizo wanacheza. Kwa hiyo kuna ule uzoefu, na wametoka kucheza dabi. Amezungumza Dickson Job, ulikuwa unategemea na wenyewe wao kwenye uchovu. Kwa hiyo ndio maana nasema walitupatia angalau ladha ya fainali, kwa sababu ile fatiki ya dabi, namna walivyotumia nguvu, ulikuwa unategemea labda wanaweza wakawa chini, lakini Singida angeweza kufanya zaidi. Lakini mwisho wa siku fainali ya kwanza, hicho ni kitu muhimu, lazima uzingatie. Tena unaenda kucheza na timu ambayo imeshacheza fainali, hii sio tu ya 4, wamecheza fainali nyingi na wameshakuwa kwenye mechi ambazo zina pressure za kutosha. Kwa hiyo nafikiri sio mwanzo mbaya, ni msimu mzuri kiujumla wa Singida Black Stars. Yaani wakiwassess nafasi ya 4 kwenye ligi ushirikisho mwakani, fainali nje waliopita wamemfunga Simba, wamecheza na Yanga fainali, wamekuwa vizuri. Kwa hiyo kiujumla ni msimu mzuri, na wanakwenda kimataifa. Wanaenda shirikisho msimu ujao, shirikisho ambalo kiukweli lina timu za kutosha msimu ujao, tofauti na msimu uliomalizika. Mzee Wydad yuko huko, Wydad yuko huko, shirikisho sio sema, Kaizer yupo huko, Kaizer Chief yupo, Berkane yupo kule Champions League. Ubingwa mtetezi atakuwa nalo tulile. Kwa hiyo lakini atacheza Champions League. Zamalek yupo na yenyewe huko. Kwa hiyo nafikiri shirikisho Singida na Azam zinatakiwa ziingie sokoni, zirecruit wachezaji wa maana, kwa sababu itakuwa ni moja nafikiri ya shirikisho nzuri msimu ujao. Msimu bora kabisa kwa Singida Black Star. Bora kabisa. Yaani kwa sajili ambazo walizozifanya imewalipa. Yaani wala sio swala la kuzungumza sana na kuelezea sana, imewalipa. Wamesajili wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Imesajili wachezaji ambao level yao wanaweza kukompiti dhidi ya timu kubwa. Kama unaweza kukompiti dhidi ya Azam, dhidi ya Simba, dhidi ya Yanga, unaweza kuchukua alama nyingi sana dhidi ya Namungo, dhidi ya Tanzania Prison, dhidi ya timu za madaraja ya kati, kutokana na uwezo wako kukompiti na hizi timu za madaraja ya juu. Kwa hiyo mazingira ya kusajili wachezaji wazuri, mazingira ya kuwa na technical bench ambalo linaweza kuwasoma wapinzani na kwenda kuwapa mbinu bora wachezaji wake ili waweze kupata matokeo. Binafsi ulikuwa msimu bora na wamefanikiwa kwa kiwango cha juu sana. Mimi sikuona kwamba Singida Black Star msimu huo walikuwa nafikiria kuwa mabingwa. Yaani sikuona hizo dalili, lakini niliona kwa sajili walizozifanya, moja ya malengo makubwa ambayo wanatarajia na wanayapanga kutokana na sajili walizozifanya na ule uwekezaji, angalau kuwepo katika zile nafasi 4 za juu, na tumeona wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa, kusanya alama nyingi, kushinda michezo mingi na kuwa timu bora uwanjani. Huku kwingine huku kwenda finali kombe la CRDB ni bonus kwa upande wa kwangu mimi. Kwa upande wa Singida wakikaa sasa hivi ni wapongezane tu na kujiandaa. Nani jana anacheza vizuri sana kwa upande wa Singida? Kwa upande wangu mimi ni Maurice Chuku alikuwa na mechi nzuri. Jakei, of course Jonathan Soa alisumbuana na mabeki wa Young Africans. Kwa hiyo kweli alisumbuana nao sana. Unaona? Yule mwalibia kabisa. Akapewa ni nyekundu. Hayo hizo ni reactions za kawaida kwa mchezaji ambaye anataka mechi. Alikuwa na njano? Ilikuwa nyekundu kabisa hii. Hapana njano. Lakini mimi kwangu sikuridhishwa na alichokifanya Jonathan Soa. Kwangu mimi sikuridhishwa kabisa. Mwamuzi wa kafu yuko hapo unafanya vile? Yaani sikuridhishwa.
Director hebu airudie ile tukio bwana. Unataka ulione vizuri? Tukio zuri. Mimi sikuridhishwa na alichokifanya Jonathan Soa. Ndio unajua kwa mchezaji wa kimataifa kufanya vile, ile ni alama mbaya kwa halipo na hata anapotarajia kwenda. Na sio tukio la kwanza kwa Jonathan Soa kureact hivi. Ameonyesha ni mchezaji ambaye hawezi kuhimili pressure anapokutana na walinzi ambao wanaweza kumgasi. Ameonyesha wazi kabisa kwamba mimi sasa kama pale ukinigasi siwezi. Kipi ambacho react na kukasirika kimepelekea kwa kiasi kile mpaka kufanya ule mpira vile? Afu alikuwa ana kadi ya njano. Mafikirio yake yeye aliushuti ule mpira akafikiria kwamba kuna touch yoyote imetokea baina ya ule mpira na mchezaji wa Yanga ili anufaike na kona. Ndio maana akawa wa kwanza kuchukua ule mpira ili aurushie kwenye kibendera upigwe kona. Alipoambiwa kwamba huu mpira sio kona, huu mpira ni goal kick, ndio akapaniki na kupiga mpira chini kwa nguvu. Ile ni tukio la kadi ya njano. Lakini wewe kama mchezaji wa kimataifa, professional player, umesajiliwa, unalipiwa hela nyingi. Tukio la kadi ya njano lile. Tukio la kadi ya njano ilikuwa ni njano. Lakini huko nyuma alikuwa na njano. Kama njano ya pili. Kama striker ana njano mbili, kama defender anazuia. Unajua Ouma amezungumza kwamba ni finali ya kwanza. Yaani mimi huwa ni ngumu sana kumhukumu mchezaji kwenye finali. Alipata kwa kufanyaje? Nakumbuka alikuwa ni alitoa maneno. Foul alimpiga ni kipepsi. Ni kipepsi mlinzi wa kati wa Yanga. Ibrahim Baka. Walikuwa na mzozano mara ya kwanza. Ibrahim Baka na Jonathan Soa. Dakika 2 mbele Soa akaenda kutumia nguvu kwa Ibrahim Baka huyo. Mwamuzi Arajiga akampa kadi ya njano. Ile ilikuwa tukio la pili la kupiga mpira chini kwa nguvu. Ina CV yake inaweza, unajua kuna vitu vidogo vinaweza vikakuharibia CV. No, yuko sawa. Sio tukio la kwanza, yuko sawa. Unajua yuko sawa. Yani ni issue ambayo inatambuliwa. Yani issue ambayo inatatuliwa. Ni unakaa na kocha, mnaanza kuassess matukio. Unajua mpira sasa hivi ulipo, ndio maana wanaita this psychology people wana deal na watu. Yani ni issue ambayo inatatuliwa. Mchezaji kama yeye, wachezaji ni sugu. Mchezaji kama yeye hatatuliwi kwa kuzungumza na makocha. Hakuna Mario Balotelli wamepita makocha wangapi, amefundishwa na makocha wangapi wakubwa, wameshindwa kutatuliwa. Huyu Bernard Morrison amekuja kwenye ligi yetu, amepita kwenye timu ngapi kubwa, wameshindwa kutatua ile tabia yake. Kuna wachezaji kaka hawawezi kubadilika, ndio alivyo. Kama ni tukio mara ya kwanza unaweza kusema, lakini tukio kama hili, yani unajua kaonyesha kwamba hajali. Yani kwamba mimi sijali. Afu mimi nimependa mwamuzi wa CAF alivyotoa ile kadi ya njano na nyekundu. Afu ana yani reaction yake naye vile kama alivyopiga mpira kwa hasira. Na ile kadi kaitoa kwa nguvu. Njano afu nyekundu tunafanana. Nenda pale. Ahmed Arajiga. Mwamuzi dume kabisa kutoka Tanzania. Akisimamia sheria hizo 17 katika mchezo wa finali ya shirikisho. Lakini kwenye ligi kuu ya NBC alikuwa na wakati mzuri sana Jonathan Soa. Magoli 13 magoli 13 akimpita Elvis Baranga Rupia ambaye alikuwa na nafasi baada ya kuja katika kabla ya huu mchezo kwa season yote kwa upande wa maana ameingia nusu msimu. Jonathan Soa ameingia mwezi wa kwanza. Kwa toka mwezi wa kwanza mpaka huu mwezi wa 6 michezo yote aliocheza kwa upande wa Singida Black Stars. Nilikuwa nafuatilia sehemu, amecheza michezo 15, michezo 16 amefunga mabao 15. Yani kabla ya mchezo kabla ya mchezo wa finali michezo 16 amefunga magoli 15. Mchezo mzuri sana, ni wastani wa juu sana. Ndio maana nakwambia issue yake ya attitude ile itatatuliwa. Yani unajua uwezi ukaangalia tu kibaya cha mtu, angalia kile kizuri. Tuseme apate bahati ya kucheza timu kubwa, iwe Simba, Yanga au Azam. Hivi ni vitu ambavyo havikubaliki kwenye timu kubwa. Yani unaanzia mazoezini, kwa sababu hizi tabia zinaanzia mazoezini.
unaanza kudeal na hisia za mtu kunaingia uwanjani. Timu kubwa haiwezi kuvumilia upate kadi ya kizembe kama hiyo. Yes. Yani haiwezi. Kwa hiyo ni issue ambayo inaweza katatulika. Kwa Singida of course unaweza kaelewa kwamba alikuwa frustrated, alikuwa anataka goli dakika ilikuwa 86, anaona muda unaisha, kapiga mpira ilikuwa ni deflection, unaona namna gani hapa referee. Na ndio maana hata Rajiga amecheka kwa sababu ni moja ya kadi nyepesi ambazo amewahi kuzitoa za kwenye maisha yake nyekundu. Unaona, kwa hiyo ni issue ambayo inatatulika. Hayo magoli ni mengi, average ya goli moja kwenye michezo. Nafikiri tutumpe wakati. Sawa. Kwa daraja la Sansoa, ukiondoa hizo attitude na tabia ambazo amekuwa zikizionyesha katika michezo tofauti achana na huwa Yanga, unaweza ukamfikiria kwa upande wa advantage ambayo anakupa uwanjani kwa maana ya magoli. Sawa. Na hili ndio kombe lenyewe la CRDB akikabidhiwa nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Tukasikie kidogo kile ambacho kinafanyika pale. Wananchi wanakwenda katika jukwaa kuu pale kukabidhiwa zawadi. Ni mwendo wa zawadi, medali zile, lakini pia kombe la shirikisho la CRDB kwa mara ya 4 ukichukua wananchi katika performance nzuri. Na msimu ambao Yanga ameondoka Gamondi, Saad Ramovic, iko Melud Hamdi, makocha watatu hao, lakini kwa Singida alikuwepo Patrick Osems ameondoka katika msimu huu, amekaimu nafasi David Ouma. Au kuna mwingine alipita pia kwa Singida? Ni makocha wawili katika msimu. Ndio ufahamu kwamba msimu mzima inakuwa na safari ndefu sana. Kwa Yanga makocha watatu wameondoka. Na sio rahisi. Sio rahisi. Yaani sio rahisi makocha watatu wanaondoka, timu inabaki kwa imara, inashinda makombe. Nafikiri kwenye maisha yangu ya mpira Yanga ndio timu ya kwanza kuondoa zaidi ya makocha wawili, anakuja mwingine wanashinda makombe, kwa sababu ni changamoto, lakini msingi ambao nafikiri umewekwa ndio kitu muhimu zaidi ambacho Young Africans wamekuwa nacho. Kitu muhimu sana, wachezaji waliopo kina Redi Aucho, unawaona wachezaji bado na ubora. Duke Abuya ametoka Singida. Duke Abuya. Singida Fountain Gate. Mchezaji mzuri sana Duke. Na kitu kizuri kuhusiana na yeye ni versatile. Anakupatia fursa kuchezesha nafasi nyingi kadri uwezavyo ukiwa kocha, kiungo namba 10, kiungo mshambuliaji, soka wale Skaria alikuwepo na yeye. Anatoa tuzo. Kombe zuri sana. Kombe zuri na Yanga wanakwenda kuadi katika akiba yao ile ya makombe. Mwamnyeto amenyanyua makombe mengi sana, atakuwa akucheza finali jana. Akucheza lakini amenyanyua makombe. Yaani kazi yake kubwa ni kunyanyua makombe. Fanyeni kazi mimi nipo kwa ajili ya kuyanyanyua. Kila mtu na nyota yake. Kuna mtu akuteseka na kuna mtu akufurahia. Mwamnyeto nyota yake ni kufurahia. Anasali hapo. Mimi bana navutiwa sana na style ya Yanga. Wakati wanakabidhiwa kombe. Mimi hapa nimekuwa shabiki mkubwa sana. Hii kitendo cha kushukuru, maana yake hapo katika shukrani pia unaomba na lingine. Na kama kuna lingine linakuja mbele hapo ulikuwa unachukuliwa tena. Yaani ni tabia ambayo inaonyeshwa na timu kutoka kaskazini. Nakumbuka? Kabisa. Unafungwa goli 3, 4 wanaenda kuomba, wanataka lingine. Mechi inaisha 7-0. Picha moja nzuri sana hiyo ya ubingwa wa Yanga wa CRDB kukamilika kwa msimu wa 2024-25 wakichukua kombe hilo kwa mara 4 mfululizo. Furaha ilikuwa ni kubwa katika uwanja wa Aman. Unaona wachezaji hata wale ambao walikuwa hawapati nafasi ya kucheza, lakini hii inakuwa ni furaha kwa pamoja. Wote wenzao kazi ambao wameifanya, basi na wao wanajumuika nao na winners Young Africans CRDB Federation Cup 2024-25. Furaha ikiwa imeendelea namna hiyo. Misimu 4 ya mafanikio ya Yanga, unaweza kujiuliza siri kubwa nini? Picha moja nzuri sana hiyo ilikuwa ikiendelea kwenye uwanja wa Amani. Kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho hapo jana kumeifanya Yanga kukamilisha msimu wa mafanikio ndani na nje ya nchi. Tangu mwaka 2022 Yanga imekuwa katika kiwango cha juu ikitoa taji la ligi kuu CRDB ngao ya jamii kwa nyakati tofauti. Mafanikio ya Yanga katika kipindi cha miaka hiyo 4, 2021,
22. Picha ya uwanja wa Amani. Fataki. Pale Amani pazuri sana. Sana. Ya kufika. Tamani sana ni. Hujafika bado? Sasa kufika. Tayari sana mzee. Lazima ufike pale. Afika. Inshallah. Fike katika dimba lile, kazi kubwa ikifanywa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kukarabati kufanya uwanja wa Amani uwe uwanja wa kisasa kabisa. Yanga nao na wanatumia vyema Yanga. Uwanja wao wa Makombe. Makombe. Uwanja wa Makombe. Juzi tu hapo ulikuwa na Muungano. Wamechukua. Muungano. Wamechukua Muungano. Kwa hiyo kuna Muungano. Yaani msimu huu Yanga wana Toyota ile ambao walianza kwa michezo ya kirafiki Afrika Kusini. Sawa. Wana ngao ya jamii. Wana ligi kuu. Tanikumbusha. Na hiyo wana CRDB. Na Muungano. Wana makombe kama 5. Wenzao wamechukua. Wenzao kina nani? Video utaje wewe mwenzao ambao unamjua wenzao kina nani? Wenzao ambao wote wako nyuma ambao wanaacha nyuma major trophy ambazo Yanga wamechukua ni 2. Ligi kuu na CRDB. Ngao ya jamii tayari ni ngao ya jamii. Muungano na Muungano unaweza kusema ni official trophy. Maana kuna major trophy, kuna official trophy. Endelea kupunguza. Unaona. Lakini sasa hii Toyota anapunguza alafu anaongeza. Yaani sio kama anaongeza. Yaani ulivyochukulia makombe yote wameshinda mangapi? 5. Nimeanza kuhesabu wote kwa pamoja. Yaani neno kombe tunalihesabu. Na afu ina maana kila mechi ambayo wananchi walikuwa wanacheza kila mechi ambayo kuna kombe mbele walichukua wamebeba. Castle Cup Champions League ambao wenyewe ambao ni peke yake kufanikiwa kwenda. Uliondoa na MC Alger. Na ile kama wangeenda mbele sasa hivi story ingekuwa walikuwa wanachukua. Walikuwa wanachukua. Chezea Mwananchi. Sasa walikuwa wanachukua. Haya, sawa. Tutakwenda kuangalia mafanikio ya Yanga 2021-22, ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa CRDB na raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa. Huo ni msimu wa 2021-22. Tukija katika 2022-23, ubingwa wa ligi kuu NBC, CRDB, mshindi wa pili kombe la shirikisho. Maana yake alicheza finali ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika. 2023-24, ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa kombe la CRDB, robo finali ligi ya mabingwa. Na 24-25, ubingwa wa ligi kuu ya NBC, mshindi wa kombe la CRDB, hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, Utawala, dabi ya Kariakoo. Yaani maana yake ni mafanikio haya kumfunga mtani wake yani mafanikio Simba. Yaani hayo ni mafanikio. Unajua yani aliyeweka hiyo natakiwa nimpe credit kwa sababu El Clasico kule Barcelona mafanikio makubwa ni kumpiga Madrid mechi 4 zote. Yaani ukihighlight wamebeba Spanish Super Cup, wamebeba Copa del Rey, La Liga, wamebeba La Liga. Na Madrid pia wameweka ile ndani yake. Kuna kombe El Clasico. Kwa hiyo hizo kwa kule hiki ambacho Yanga amekifanya kwa misimu 4 ndio amefanya Barcelona. Barcelona amekifanya kwa msimu huu sasa. Yanga yeye amekuwa akikifanya kwa misimu 4. Lakini kutawala dabi hizi ambazo huu msimu amecheza 3 zote ameshinda. Kama ile Clasico ambazo Barcelona ameshinda dabi, ameshinda ile Clasico 4. Ndio ambacho Yanga amefanya. Kwa hiyo aliyeweka hii kutawala dabi ya Kariakoo haya ni mafanikio makubwa sana. Na ilibidi huyu aliweka hii Yanga na Barcelona wakae sehemu wapige gahawa. Wakutane. Tumeshughulika na mtani wetu. Na ukiangalia katika hii misimu kwenye msimu wa kwa mshindi wa pili wa kombe la shirikisho ilikuwa pengine ni msimu bora sana kuliko mingine kwa sababu ubingwa wa ligi kuu amechukua, CRDB amechukua na finali ya kombe la shirikisho. Ule msimu walitolewa kwenye makundi ya CAF Champions League. Unajua ulibadilika tu kama msimu mzuri ghafla baada ya kufika finali. Na hicho ni kitu ambacho lazima wape credit kwa sababu ilikuwa ni njia ambayo ni ngumu. Na kwangu mimi walikuwa wanacheza mpira bora kabisa. Yaani licha alitolewa lakini walichoenda kufanya kwenye mechi za shirikisho ukimwangalia Maele, sijui kina Kennedy wote walikuwa kwenye kiwango chao kizuri. Kwenye ligi tayari walikuwa wameshatawala shirikisho, wakabeba tena shirikisho ya ndani. Kwa hiyo kwangu mimi kwa miaka mingi huu ndio ulikuwa msimu wao bora. Na pia walifanyia documentary kama unakumbuka kwa sababu ilikuwa ni timu ya kwanza ambayo inacheza michuano ya CAF
Confederation Cup. Ukitoa michuano ambayo inamilikiwa na Yanga cup. kwenda makundi tu ilikuwa ni changamoto. Ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama wamevunja mwiko, tumefika finali na sasa hivi wanaota kufanya vizuri zaidi kwa sababu baada ya huo msimu ulirudi msimu wa pili wanacheza robo finali dhidi ya Mamelodi ambao mechi ilikuwa ina controversies nyingi lakini ilikuwa ni Yanga ambayo ilikuwa ni bora kwa kiasi fulani. Kwa hiyo bado ile Yanga ndio iko hapa. Nafikiri kuna muda baadhi ya wachezaji unaona wanaondoka mdogo mdogo kwa hiyo itakuwa ni kazi wao kuanza kutengeneza timu nyingine. Kwa sababu average ya timu kufanikiwa ni misimu 5 icheze kwenye kiwango kizuri kile. Yaani kama ambavyo unaona Man City alitawala EPL yanabeba misimu 4 mfululizo. Sasa hivi ameanza kusheki. Na ndio hivyo. Kwa hiyo Yanga msimu unaokuja inabidi waanze kurebuild kwa sababu City Guardiola anasema alikuwa na nafasi ya kutengeneza timu yake msimu uliopita mapema kabisa lakini aliona kikosi chake kinamfaa. Kaingia mambo yakawa tofauti kwenye UEFA sijui kwenye ligi mambo yakaenda tofauti. Kwa hiyo kwa Young Africans wanatakiwa warudi tena sokoni waanze kutengeneza timu nyingine misimu 4 inayokuja ikiwezekana 5 lakini mdogo mdogo unamuona sasa hivi Aziz yupo alikuwa ni part of wanaanza kuondoka sasa initiative Mayele hayupo wale key players kwenye mradi wa Yanga ambao ulianza mdogo mdogo kila mmoja anaondoka. Faisal hayupo Mzize anahusishwa naye kuondoka kama ataondoka na inaweza ikawa sio nzuri kwao. Kwa hiyo lazima waanze tena kutengeneza upya na kwa hoja ya Dickson ni sahihi lakini mimi binafsi labda ninaiweka katika upande wa kibinadamu. Hata kama wangekuwepo angekuwepo Fetoto, angekuwepo Aziziki, sawa, angekuwepo Mayele. Kibinadamu timu ikishinda sana ikiwa inashinda makombe kila msimu kibinadamu kuna kuridhika. Kwa hiyo hata ile spirit ya kupambania misimu inayofuata inapungua kwa sababu wamekuwa wakichukua misimu 2, 3, 4 mfululizo. Kwa kibinadamu unafanya mabadiliko ili kutafuta wachezaji wengine ambao watakuwa na motisha wa kushinda lile taji. Sawa. Na hapo kwa mfano kwenye tumezungumzia hawa ambao wamekuwa wakipata kitu miaka 4 mfululizo waanze sasa nguvu inapungua waanze kujenga taratibu. Wale ambao hawakupata kabisa wao wanatakiwa wajenge nini? Ni swali zuri. Unajua moja kwa moja yani tusichanganye maneno. Simba sasa hivi atakuwa nawaza namna gani tutaiovercome Yanga. Kwani ni Simba peke yake? Unasikia Azam pia. Hata Singida. Interview aliyofanya Kennedy Moses na kocha wa Simba baada ya dabi ya Kariakoo. Fadlu alizungumza vitu vingi. Yes. Na bahati nzuri kabla hata ya kuzungumza na Kennedy mimi mwenyewe nilipataga bahati ya kuzungumza naye vitu vingi. Yanga wako bora kuzidi Simba kwa vitu vingi. Mentality za wachezaji. Kushinda. Huyu anazungumzia misimu 4 tu anashinda. Huu ni msimu wa 4 mfululizo anashinda misimu 3 wachezaji wangirizika. Kwa sababu yani wametawala mechi ambao wanatakiwa kuishinda wanaenda wanaishinda. Kwa hiyo hiyo motisha wanaipata wapi? Bado kuna ubora wa wachezaji. Yani hata ukidrop hii ni timu ambayo tusisahau ilianza msimu inasuasua. Inashinda goli 1-1, Ramovic kaja kaibadilisha. Timu ikaanza kurudi kwenye uwezo wake. Kwa hiyo motisha inawezekana inatokea sehemu nyingi. Benchi la ufundi. Lakini moja ya kitu ambacho kilifanyika cha muhimu ilikuwa ni mabadiliko ya kocha. Kwa sababu wangeendelea kuwa na Gamondi sidhani kama wangekuwa na huu msimu. Kwa hiyo unabadilisha motisha kwa wachezaji unawaletea kocha mpya ambaye anafikiria upya. Kwa sababu hao wachezaji ni kama watoto hivi wanahitaji bakola wakati mwingine wakae kwenye njia sawa. Kwa wachezaji wanahitaji kocha mwingine ambaye atawakumbusha kwamba mimi niko hapa kwa ajili ya kushinda. Umemleta Ramovic kaibadilisha timu ilianza kushinda magoli mengi. Umemleta Milud. Huyu Milud ni kocha ambaye anashinda makombe. Timu ambazo ametoka Algeria maisha yake yamekuwa ni kushinda tu makombe. Kwa unavoleta kocha mwingine naye ana motisha ya kushinda. Kocha hawezi akawa na motisha ya kushinda afu nyinyi msio na motisha. Kwa haijalishi hata kama wangekuwa na hao wachezaji muhimu ni kwamba Simba wanafikiria tunawafikiaje hawa jamaa. Wanatufunga mechi zetu. Wanabeba ubingwa. Na sio Yanga amepoteza round ya pili hajapoteza mchezo, akapoteza mchezo dhidi ya Azam dhidi ya Tabora. Baada ya hapo shughuli ikawa imeisha. Kwa hiyo hawa ambao hawajashinda kitu wao inabidi waanze wakae tu kwamba tusivunjike moyo. Msimu unaokuja tupambane. Kwa sababu Yanga wanatia hasira. Ya nini? Wanatia hasira kwa wapinzani. Wakati wewe unawaza kuboresha kikosi chako, yeye anawaza kushinda mataji na kuongeza wachezaji wengine. Kwa hiki kikosi ambacho kimeshinda FA,
kimeshinda ligi, kimemfunga Mtani home and away, msimu ujao kinaenda tena kuongezwa kingine. Yaani sasa hivi kuna taarifa ambazo nyingi zinanifikia kwamba kuna huyu na huyu na huyu ambao wanakuja kwenye kikosi cha Yanga, afu ni balaa. Yaani anaongezea kwenye kikosi chake nondo. Mwenye nacho uongezewa. Ndicho ambacho Yanga wanapitia. Ndio hawa ambao hawana, ndio najiuliza. Hawa ambao hawana wataendelea kupungukiwa. Kwa sababu hawa ambao hawana sawa, ndio tunawazungumza labda Singida, tunawazungumza Simba, tunazungumza Azam. Okay. Namungo, sawa. Tunazungumza Kagera ambao mfano hawa ambao hawana jibu lake. Wachezaji wao ambao walionyesha unafuu wanaenda wanakimbia. Wanaondoka. Sasa wewe sasa hivi anakuja engineer katika kundi la hawana. Mimi nakutaka. Maelezo yanakuwa mafupi. Msimu ujao sisi tunataka tuchukue kama msimu. Wachezaji wengi wanapenda mafanikio. Sasa wewe ukimaliza career yako ya mpira miguu unahadisia nini? Nilifunga magoli? Hapana, unahadisia medali na makombe ambayo umechukua. Kwa wale ambao hawana kazi yao ni kubwa kumwangalia yule ambaye wanamfukuza. Ubora alikuwa nao kama ambao umezungumza. Alafu akusubiri. Ana drop vipi, na kadri unavyomuona ndani ya miaka 4 ya consistency kwa team kufanya vizuri, inapokaribia kufanya ile ku drop kidogo, wao wanastuka na wasema hapa tunaongezea hiki na hiki na hiki. Na maana wanaendelea kujisimika pale juu kwamba wasitoke katika ule ubora. Kwa nyinyi ambao mna focus ya kuweza kufanya race ya huyu kumdisturb, mnaumiza sana vichwa. Ili Simba, maana tunazungumza huyo ndio title contender wa ligi na title contender wa Yanga. Maana Yanga ndio amekuwa mbabe wa ligi kwa misimu 4. Ili Simba awe bingwa inabidi ajue njia ya kwenda kumfunga Yanga. Kwa sababu hizo timu zote msimu huu wameweza kuzifunga. Unajua Simba msimu huu amefungwa mechi 2 tu. Ndizo ambazo zimemfanya siwe bingwa. Na zote za dabi. Na zote ni dabi. Kwa hiyo katoa alama 6. 6 zote kwa Mtani. Maana ubingwa wa Simba ulikuwa kwa Yanga huu msimu. Kwa hiyo angemfunga Mtani. Kwa hiyo 6 angekuwa Simba bingwa. Kama zile timu zingine zilizofungwa nyumbani na ugenini zilizotoa alama 6. Yaani timu nyingine zilizotoa alama 6 ni timu ngapi? Ni 3? Ni 3 kwa Yanga. Ambao hakutoa alama zote 6. Tabora, Azam na JKT. Au wamegoma kutoa alama 6. Lakini Mtani akatoa 6. Vizuri tu. Vizuri, ni nyepesi tu. Vizuri tu. Kwa hiyo msimu ujao katika zoezi ambalo Simba anatakiwa kulifanya, huyu Mtani tunamfunga vipi? JKT katoa 4 tu. Katoa 4. Azam na Tabora wametoa alama 3. 3 chukua wewe, 3 nichukue mimi. Lakini Singida katoa 6, Simba katoa 6. Singida katoa Singida Zanzibar. Singida mechi ya ligi kafungwa zote 2. Zote 2. Nyama naye zote 2. Nzuri tu. Nzuri tu. Sasa utafanya hivi. Kwani wamependa? Yaani upendi unalazimishwa. Dickson, kazi ni kubwa sana. Unajua kwenye kusuka kikosi lakini tuseme tu wale ambao walikuwa wako katika race ile ubingwa ama zile timu ambazo ziko top 4 wamepambana kwa nafasi zao, kwa uwezo wao kuweza kufika pale ambako wameishia pale. Lakini kubwa zaidi na faida ambayo inapatikana ni uwakilishi wa vilabu barani Afrika, ligi ya mabingwa zikienda timu 2 Simba na Yanga, lakini kombe la shirikisho wakienda Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Hayo yameisha ya msimu hii, lakini kikubwa ni kutengeneza timu zenye kuweza kucompete na timu zingine katika michuano hiyo ya vilabu barani Afrika. Kwa Simba na Yanga wamekuwa na wakati mzuri sana katika hii miaka 4-5 kwenye ngazi ya vilabu. Kwa sababu wote kwa nyakati tofauti wamecheza finali ya kombe la shirikisho. Kwenye ligi ya mabingwa robo finali huko wamekuwa na wakati mzuri. Changamoto sasa ya kupambana na hayo mazingira ni kwa Azam FC na Singida Black Stars ambao wana jukumu la kufuata nyayo za Simba na Yanga kwenye ubora wa wawakilishi wa Afrika. Wasiwasi wangu kwa hizi timu nyingine ukiondoa Simba, wasiwasi wangu mimi Deotrafe Kiungai, hizi timu nyingine haziwezi kudumu na wachezaji wao wazuri. Hizi timu nyingine ukiondoa Simba. Kwa nini? Mikataba inakuwa ni mifupi au? Hawezi kudumu na wachezaji wazuri. Ukiondoa
issue ya mikataba kuwa mifupi, kwa sababu timu zote za ligi kuu wachezaji wao mikataba yao ni mifupi. Ni Azam tu nafikiri ndo anajitahidi mikataba mirefu, miaka 4, miaka 3. Azam peke yake unaona wanajitahidi, wanajitoa katika ile list ya timu ambazo zinatoa mikataba mifupi, sababu Simba na Yanga na Singida na timu nyingine ukiondoa Azam mikataba yao miwili moja. Wengine wanakuja kwa age go. Wako wanaofia miaka 4 wanaofia mtihani mkubwa maana. Lakini Simba amesajili hawa wachezaji wako under 25. Lakini hawa pia wana utaratibu tu ambao wameweka clubs hizi hapa. Na sio tu hapa Tanzania, Afrika ni timu chache sana zinatoa mkataba miaka 5. Sahihi. Yaani Afrika ukipewa mkataba mkubwa mno mitatu. Ndo uwe mchezaji kijana au una miaka imesogea kidogo ni miaka 3. Lakini Azam tumeona kwa Zidane ana miaka 5. Mkataba huo yani anaweza akadevelop akawa mchezaji mkubwa akauza hata Landry yule Soap na yeye. Kwa hiyo ni vitu ambavyo anajitahidi kufanya vitu. Kwa hiyo kwa Singida scouting yao imetuonyesha inaweza ikapata wachezaji wengine. Kama hao wakiondoka scouting yao iko vizuri. Singida wana cha kuongezea pale. Ndio nasema kama wataondoka. Yaani kwa mfano Maruf Chakei kuna mascout watakuwa wengi wanamwangalia, ni kiungo mzuri. Emmanuel Ikeyeke kiungo mzuri. Unakuja kwa Jonathan Soa, kuna timu nyingi zitakuwa zinatafuta baada Mohamed Damaro, Kamara. Morris Chuku. Naona anapiga kazi vizuri. Yani sasa hivi hizi timu kubwa Simba na Yanga unavumilia vipi kumwacha Ande Kofi katika kikosi cha Singida Black Star? Unavumilia vipi? Kwa sababu Ande Kofi anaweza kumchallenge Kapombe kabisa. Ande Kofi anaweza kupata namba ya uhakika kabisa kwenye kikosi cha Yanga, kwa sababu kilichomuondoa Israel Patrick Mwenda kwenye kikosi cha Singida Black Star ni uhafifu au finyu wa dakika ambazo wanazipata katika kikosi cha kwanza, ambacho Ande Kofi ndio alikuwa anaanza. Ukimuondoa Yao Kwasi akiwa katika top kabisa form, Ande Kofi anaweza kuanza kwenye kikosi cha Yanga. Kwa Isla nafikiri amekaa wakajitafakari. Isla sasa hivi kama kuna beki wa kuja kumweka benchi anatakiwa afanye kazi. Sawa Dickson, na tutakuja kuwazungumzia vizuri zaidi, lakini nikwambie tu bado uko nasi katika viwanjani toka pale saa 3 na tunaendelea na jahazi hili mpaka mwisho wa kipindi. Kwa sasa tuende tukapumzike kidogo, tukirudi mambo ni mengi. Naam, tumerudi baada ya kupumzika kidogo. Ulama Id Salmu niko hapa, Dio Traffic Kiungai pamoja na Dickson Majaliwa. Winga raia wa Gambia Jibril Sila hatakuwa sehemu ya kikosi cha Azam FC kwa msimu ujao baada ya mkataba wake kumalizika ndani ya viunga hivyo vya Chamazi. Klabu ya Azam FC rasmi imetoa asante kwa mshambuliaji huyo raia wa Gambia kupitia ukurasa wao rasmi wa Instagram siku ya Jumamosi. Sila amekuwa na kiwango bora katika kipindi cha miaka yote miwili akiwa Chamazi, akiwa msaada mkubwa kwa timu hiyo kumaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu msimu uliopita. Jibril Sila takwimu zake akiwa na Azam FC michezo 68 amecheza, magoli 21 na assist 10. Amekuwa na wakati mzuri sana, hapana shaka aina yote ndani ya miaka miwili kabisa. Magoli 31 anahusika nayo. Na pia ni mchezaji wa mechi kubwa. Hicho ni moja ya kitu ambacho nafikiri ni amekuwa akifunga katika mechi kubwa vizuri. Mechi kubwa, mechi ya Yanga ile ya kwanza pale Azam Complex alifunga goli safi kabisa. Ni mchezaji mzuri. Nafikiri kama yupo sokoni kuna timu nyingi sana kubwa ambazo zitakuwa tayari, maybe zingine zimeshafanya naye mazungumzo au zingine zinamhitaji. Kwa hiyo kwa Azam nafikiri hii ni trend ya Azam kupoteza wachezaji ambao ni wazuri. Msimu uliopita walimpoteza msimu juzi Kipre Junior kwa na msimu bora kabisa, alifunga goli moja la ligi kuu pale Chamazi. Alikuwa bonge la goli. Azam akicheza na Mtibwa Sugar. Alikuwa bonge la goli. Alitoka kwenye eneo la opponent. Nalikumbuka. Nilikuwa natangaza mimi ile mechi. Ile goli mpaka leo naliwaza tu Jibril Sila. Mpaka leo. Na Sila anakupatia option ukiwa coach anaweza akacheza pembeni, sababu huyu sio na namba 9 asilia.
Huyu sio namba 9, huyu ni winga. Typical winga, lakini anakupatia ile nafasi ya kama attacking forward namba 10. Unaweza ukamchezesha kama namba 9 sasa kama una huyo namba 9 wako kama namba 9 feki. Kwa hiyo ni aina washambuliaji ambao sasa hivi wanatumika sana kwenye timu kadhaa. Kwa hiyo kwa Azam kumpoteza, nafikiri wanatakiwa watafute tena mwingine ambaye bora kumzidi Sila. Kwa sababu toka ameondoka Kipre Junior nafasi yake haikuzibwa. Hapana shaka ina yote. Upande mmoja ndio ukawa na nguvu wa Sila. Yaani kama jino moja lilitoka halikupata sahihi pale. Anaondoka Jibril Sila. Yaani unajua kuna kipindi, kuna wakati fulani Simba Sports walikuwa na winga wenye kufanana namna hii. Alikuwa Steven Mapunda Garincha, alikuwa na Said Maulidi SMG. Umeshamweka Garincha huyo, sijamuona, sijamwangalia. Garincha alikuwa ni hatari. Alikuwa ni hatari sana kwa kucheza winga ya kulia, Said Maulidi winga ya kushoto. Ama siku Said Maulidi anacheza winga ya kulia, Steven Mapunda winga ya kushoto. Walikuwa wote wafupi na wote wana kasi. Walikuwa unpredicted players, wanacheza miguu yote inafanya kazi. Kuna wakati Musa Hassan Mgosi. Hapo bado wakati Yanga wanamchukua Said Maulidi, kipindi kile wakati kocha wa Simba yuko pale, almarhum Said Msirai alisema, yani nasikitika kwamba jino la upande mmoja linaondoka. Yani Simba wanapoteza winga mmoja, Said Maulidi ambaye anakwenda Yanga. Kwa hiyo nataka tufananishe Kipre Junior pamoja na Jibril Sila. Kipre aliondoka, tumeona Azam ikawa imesheki upande ule wanatafuta wameweka Nado. Na bahati mbaya kwa Kipre hajawa na maisha mazuri baada ya kuondoka Azam. Msalja alitoka kule. Yupo bado yupo. Yaani hajawa kwenye maisha mazuri. Yaani hapo ndio inawezekana labda naye anajuta. Nafasi nayo imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni changamoto hiyo. Kuondoka kwenye timu ni jambo moja, kwenda kwenye timu ambayo unaenda unafanikiwa ni jambo lingine. Ndio maana kuna wachezaji wanaamua baki kwenye timu zao kama comfort zone. Kwa sababu tu ya seki ya karia yao wacheze mpira mzuri. Kwa hiyo Kipre alikuwa sijui huu msimu angekuwa Azam ingekuwa sana. Geotafe unahisi anarudi Gambia? Gambia tena. Unajua kabisa Gambia bado ligi yao unajua kabisa na unataka nitoe taarifa zake. Unajua kabisa nitazizungumza. Hapana, usinipeleke huko bado. Wewe bado tutamwona Dar es Salaam. Naota, lakini nipo katika mazingira ya kuota. So mazingira ya uhalisia. Mazingira ya kuota. Bado atakuwa Dar es Salaam. Mazingira ya kuota. Wewe unaniambia tu bwana, bado tutamwona Dar es Salaam hapa au tutamwona Tanzania hii tutamwona. Kwa sababu ndio kuna wachezaji wengi sana, naamini Dickson wako Tanzania na wachezi mpira ambao walikuwepo wachezaji kutoka DRC, kutoka Ivory Coast, Ghana. Tunao hapa, ukienda Chamazi unakutana nao pale katika mechi, ukienda Ndondo Cup wanacheza wenyewe hizo Ndondo Cup zingine. Unaona katika bonanza haya tunakutana nao. Ndio maana nasema yuko hapa, yuko na tayari na tayari amesha saini. Na tayari amesha saini. Amesha saini hapa na balaa litaendelea kuongezeka hapa. Kwa hiyo Sila tunaye. Winga Sila, winga sitaki kumtaja. Ni hatari. Yaani umeelewa vizuri. Namuelewa. Winga sitaki kumtaja, naimbwa sana sasa hivi. Winga. Huko sitaki kumtaja. Huyu ya kushoto, lakini winga huko Sila. Leo wapi wanaimbwa sana? Ivory Coast. Kwa sababu Sila Gambia. Huyu anaimbwa sana Ivory Coast. Ivory Coast. Wapa pa Dar es Salaam. Hapa da. Wapa pa Dar es Salaam. Hapa da. Kuna wana vita. Nywele zake wanatengeneza. Anatengeneza nywele zake. Wanatengeneza, wana vita. Nywele zake anatengeneza. Huyu paka rangi kidogo. Kwa hiyo mwakani winga huku Sila huku mpaka rangi. Anapaka rangi. Timu yao sio inaitwaje? Haya bwana. Hizo ndio takwimu za Jibril Sila. Hapana shaka alikuwa ni mchezaji mzuri, mchezaji mwenye kiwango bora sana, lakini sifa kubwa ya Azam FC wana jicho la kuona mchezaji. Wana jicho la kuona mchezaji. Wachezaji ambao wamekuwa wakiwasajili Azam FC asilimia 80 wote wanaingia moja kwa moja kwenye kikosi, kwenye mfumo, na wamekuwa na wakati mzuri, isipokuwa tu 2024-25
kidogo kuna baadhi ya wachezaji naweza nikasema mazingira pengine yaliwakataa hivi kutoka Amerika Kusini. Ni changamoto sana. Soko la Amerika Kusini nafikiri timu za Tanzania zinatakiwa ziachane nalo sasa hivi. Wachezaji wanakuja, unazungumzia na nia, mazingira ni muhimu sana wao kuyazoea na wacheze kwenye ule ubora ambao unahitajika. Nafikiri alikuja Jaja Yanga, Jaja alicheza sijui hata azikufika mechi 10. Kumbuka ilikuwa ni mechi ambayo ya jamii dhidi ya Azam, alipiga goli kali kweli. Sawa. Nahodha msaidizi wa Simba Sports Club Fabrice Luamba Ngoma hata kwa sehemu ya kikosi cha timu hiyo kwa msimu ujao baada ya mkataba wake kufikia tamati. Ngoma alijiunga na Simba miaka 2 iliyopita na kwa sehemu ya mafanikio makubwa ya timu hiyo kwa msimu huo, hasa kufika katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Ngoma aliandika ujumbe wa klabu yake akiwashukuru viongozi pamoja na wachezaji na kumfanya kuhisi yupo nyumbani kwa msimu miwili aliyodumu ndani ya klabu ya Simba. Hata hivyo, uongozi wa Simba haujatoa tamko ama taarifa yote kuhusiana na ujumbe huo wa Fabrice Luamba Ngoma. Michezo 52 akiwa na Simba, magoli 7, assist 1. Fabrice Luamba Ngoma. Naye usema amewaga Simba. Simba hajatoa statement bado. Simba hajatoa statement. Kwani Azam ametoa statement? Na Azam walitoa statement. Yasila walimpa thank you. Hivi Ngoma ameaga. Wapo wengi wanaaga. DRC wachezaji wengi wakiagaga huwa tunakupishana nao kwenye mitaa mbalimbali hapa mjini. Au nimesikia anaenda Morocco. Anarudi kule? Anarudi kule leo walipomtoa Morocco kule. Anataka kurudi kule. Kule ndio taarifa ambazo ninazo. Na ulikuwa ni wakati umefika Simba alitengeneza nidhamu sana yeye na mashabiki wa Simba. Kabisa. Na huu msimu unajua alianza apate nafasi lakini alikuwa professional, hakulalamika sababu alijua kwenye mpira hizi situation wazi zinatokea, kwa hiyo nafasi yake ilikuja toka ameingia kwenye kikosi cha kwanza hakuwahi kutoka tena. Siku ambayo na achezi ni kocha amefanya rotation au yeye mwenyewe na majeraha. Na ile siku ya Simba Day, siku ambayo Simba walihisi kwamba wamepata mchezaji mzuri na angeweza kucheza katika michezo yote kwa ubora wa hali ya juu. Na ni mechi ambayo siku ile hakucheza nani Ngoma yule hakucheza kama ulivyosema, michezo ya awali hakupata nafasi. Alikuwa apata nafasi. Alikuwa Mavambo. Mavambo waliteka sana mwanzo. Lakini mwisho wa siku Mavambo wakapotea. Of course ni bado kijana. Okajefa naye Okajefa bahati mbaya hajapewa nafasi kubwa. Yaani unajua kumhukumu Okajefa sidhani hata amefikisha mechi 20 za ligi kuu. Hajafikisha. Cheza kabisa. Unaona, kwa hiyo ni ngumu sana kumlaumu. Lakini kwa Ngoma uzoefu anao wa kutosha, kwa hiyo lazima wakati anajua kama anasubiria kwenye benchi nafasi yangu ije, si kwa mwingi patikana asingechukulia poa tena. Ana miaka 31 kwa mujibu wa Wikipedia. 31. Okay. Ulikuwa ni wakati wa kuachana naye. Kwa muda umefika. Kwa umri huo sio mkubwa sana. Kwa umri huo wa 31 sio mkubwa. Wapo wachezaji wengi sana wana umri huo kwenye ligi yetu 31. Na wanautwanga tu vizuri. Sasa yani tunazungumzia. Umesema kwa mujibu ya nini? Kwa mujibu Wikipedia. Kwenye makaratasi ndio hii Wikipedia. Sasa au Google. Au Google inakuwa hivyo. Sasa mimi ninachozungumzia nazungumzia kwenye muktadha wa Simba kuleta wachezaji wengine ambao wana motisha. Sasa huyu si ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa hapa misimu mitatu wameshindwa kuisaidia Simba kubeba ubingwa. Kwa hiyo sio mbaya ukiamua achana wale wachezaji ambao umekuwa nao kwa misimu mitatu na leta wengine sasa ambao au kuondoka kwake kutoa nafasi kama uliosema hakupata nafasi ya kucheza. Okejefa Debora Mavambo ambao msimu ujao unaweza kuwa muhimu kwake kwa sababu ndiye amepewa nafasi, amecheza mechi nyingi na bado kwenye zile mechi za kuingia kutokea benchi alikuwa anapewa nafasi, kwa hiyo inaweza kuwa ni nafasi kubwa kwake, lakini bado watatakiwa tena kurudi watafute kiungo mwingine mkabaji. Hujapata tetesi kwamba anabaki. Nani? Dickson katuambia ataonekana mitaa Rabati kule. Mimi nani zangu ni za uhakika, kwa hiyo sina uhakika wa tetesi ya Fabrice Ngoma, nikipata nitakwambia. Lakini hao mnawataja hiyo pacha unaniambia huku mpaka rangi afu huku afu mbele nani yule wa jana yule unaanza upya hizi shida jamani. Kumpoteza mtu kama Fabrice Ngoma kwenye ligi yetu kwenye ligi yetu ya Tanzania ni pigo kubwa sana kwa klasi ya Ngoma.
nilitamani kuendelea kumuona kwa sababu yeye anaweza akawa anawapa funzo wachezaji ambao wanamzunguka. Ngoma ni mchezaji ambaye ameshafanikiwa katika timu kubwa Afrika, ana tuzo nyingi binafsi, ana ushindi wa kombe la shirikisho. Ni mchezaji ambaye ana kila sababu kwenye dressing room kuambia ABC wachezaji wengine ambao hawajawahi kufika au mafanikio wafanye nini ili waweze kuyafikia. Kwa hiyo kuna wachezaji wanaweza wakawepo kwenye ligi yetu au kwenye club zetu si kwa sababu ya msaada wao uwanjani. Naweza kuwa ukawa msaada wao mkubwa sana ukawa nje ya uwanja kutokana na wachezaji ambao wanakutana nao katika uwanja mazoezi na wengine ambao wanakaa katika vyumba vya kubadilishana nguo. Sawa. Haya, tukitoka katika majambo hayo, kuna kipindi kile za tetesi za usajili, muda wake unakaribia hivyo. Kipindi kizuri sana, kipindi ambacho watu wanajua pakushikia wapi, wapi unaweza pakukimbilia. Lakini tuachane na hayo. Muda ukifika tutakuwa tunakwenda kutazama zile tetesi. Mchezo wa playoff ya pili ambayo ni marudiano kati ya Tanzania Prisons wa Jela dhidi ya Fountain Gate utapigwa leo katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya majira saa 10 jioni. Ikumbukwe mchezo wa kwanza timu hizo zilitoka sare ya bao 1-1 katika uwanja ule wa Tanzania Kwala pale Babati na kufanya hali kuzidi kuwa ngumu kwa upande wa Fountain Gate. Matokeo ya mchezo uliopita ndio hiyo 1-1. Mshindi wa mechi hii ya mtoano, mechi ya pili, anakwenda kucheza na Stand United chama la wana. Kwa mechi kama hii Tanzania Prisons wanapokuwa katika uwanja wao nyumbani Dickson Majaliwa, bana, mechi ya kwanza niliangalia, ilikuwa shughuli ilikuwa mbaya sana. Kwa mechi nzuri, na Fountain Gate bado naona ana nafasi ya kwenda kucheza playoff. Yaani Tanzania Prison anaweza kabaki kweli lakini Fountain Gate wanatakiwa yani wawe bora zaidi ya walivyokuwa kwenye mechi ya kwanza. Kwa sababu Tanzania Prison nafikiri on ground inaweza ikawasaidia, lakini hazijawa bora kiasi hicho cha kuiogopesha Stendi kwamba wanaweza wasije ligi kuu. Stendi ana nafasi ya kwa yeyote ambaye atacheza naye. Lakini kitu muhimu ni kwamba Tanzania Prison home ground, kwa sababu Amanjosi alizungumza mechi ya kwanza baada ya mechi kuisha ni kama walikuwa wanajiandaa zaidi na mechi ya nyumbani kwao. Hiyo ndio mentality yao. Sasa nafikiri mechi ya pili watakuwa na nafasi mno kubwa ya kushinda kuliko Fountain Gate. Mimi nilishangazwa sana na Fountain Gate walivyokuwa wanacheza hasa kipindi cha pili. Nilishangazwa. Na pengine Fountain Gate walikuwa na uhakika au uwezekano mkubwa sana wa kushinda ule mchezo. Kwa sababu wao kwanza walipata advantage ya kufunga bao la kwanza la mapema kabla ya Tanzania Prison kusawazisha. Kilichokuwa kinatokea kwa upande wa Fountain Gate, kila muda unavyozidi kwenda wanazidi kupoteza focus, wanazidi kuchoka. Lakini mimi naona timu za ligi wanazidi kuchoka. Kama Prisons zinabaki alafu na Fountain inawezekana wanaweza kutumia madini yao ya NBC experience yao ile, inawezekana kabisa lakini sasa ndio nimesema yani azicheze ule mpira wa kuogopesha Stendi kwamba yani hawa tukutana nao ni wanyonge. Stendi anaweza bado ana nafasi, anaweza akafanya jambo. Na kitu ambacho amezungumza huyu ni namna ambavyo wanapoteza nguvu. Yani ni shati yao kadri dakika zinavyoenda wanapokuja yani kama wanaanza juu Fountain afu wanashuka. Yani mwanzo unaona organization kubwa sana, hauoni wakiachiana nafasi. Unaona teamwork kwa upande wao, unaona pasi zinafika, unaona mikimbio, unaona kina Edgar Williams wanafanya kazi kubwa sana, kina Elim Kono wanafanya kazi kubwa sana. Lakini muda unavyozidi kwenda unaona hawa wote kama wanatengana sasa. Wa juu, wakati, wa nyuma. Ni kitu ambacho kinawaathiri sana Fountain Gate, kwa sababu kama unapoteza nguvu, mpinzani wako anaongeza nguvu, anakumaliza. Na hata hawa Prison kwa namna ambavyo walivyoongeza nguvu kipindi cha pili, walikuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuimaliza mechi kabisa. Licha ya goli ambalo walikuwa wamelifunga, kulikuwa na kosa nyingi sana ambazo unasema hili ni goli. Kwa hiyo kupoteza nguvu kwa Fountain Gate ndio kitu ambacho kinanitisha katika huu mchezo. Huenda wakaanza vizuri na wote tukakaa kimya kwamba dakika 45 cha kwanza wamecheza vizuri, wame-maintain pressure, wamekuwa na nishati ya kutosha uwanjani. Lakini wasiwasi wangu baada ya kipindi cha kwanza kumalizika wataweza kurudi vile vile, kwa sababu Tanzania Prison wao wapo salama.
hata mchezo kiisha hivyo hivyo, kwa maana sare. moja wana advantage ya goli la ugenini, itawavusha kubaki ligi kuu. Lakini hawa Fountain Gate nguvu yao ya kwanza wanatakiwa kuitumia ni kupata goli la ugenini, na wao wawe comfort zone kwa kuamini kwamba kuna faida goli la ugenini. Tanzania Prison akibaki hivyo hivyo na moja anavuka kwenye playoff. Kwa bana Fountain Gate yuko kwenye mazingira. Fountain Gate ana mlima wa kupata goli la ugenini. Wewe na mechi ikisha tasa hii Prison anabaki. Amona ligi kuu. Na hii imewekwa katika michezo ya playoff. Goli la ugenini of course. Ina maana hata stand na yenyewe mechi yao itakuwa hivyo hivyo. I say. Kusemaje Ulama? Wao unaona nani? Mechi na magoli. Lazima magoli yawepo. Lazima magoli yawepo. Kama Fountain akiwa na uthubutu wa kutoka nyuma, ana uwezo wa kufunga. Lakini wasiwasi wangu akiwa na uthubutu huo kwenye kulinda. Uwezo wa kufunga wanao. Kama ulisema uwezo wa kulinda. Defense yao ina makosa mengi sana. Sio defense. Mimi sio muumini wa kulinda defense. Mfumo wao, muundo wao. Maana mfumo unaweza kuwa sio issue. Mfumo wa 4-3-3, 5-3-2. Yaani mimi mfumo wangu sio issue wala sio walinzi sio issue. Muundo wao pindi wanapokuwa wanapoteza mpira wanakuwa wazi sana, wanaacha space sana. Kitu ambacho kinawapa advantage wapinzani kuona magap na kuamua sasa tupite huku, tupite huku au tupite katikati. Kwa hiyo wapo wazi sana kipindi ambacho wanapoteza mpira, lakini wakiwa wanashambulia ni timu ambayo unaona inaweza kukulazimisha kukufunga. Ni timu ambayo ina wachezaji ambao wana uwezo wa kukulazimisha kukufunga, lakini hawako organize kipindi ambacho wanapokonywa mpira. Hasa kipindi cha pili wachezaji wengi wanakuwa kama wamepoteza nguvu ya kuendelea kuvumilia kama ambavyo kwa wanafanya kipindi cha kwanza. Kwa hiyo shida ya Fountain Gate sio tu walinzi wale ambao kila siku tunawajaji kwamba kina Makame wanavyoachana space. Sawa Dickson, nimekuelewa vizuri na umeeleweka vizuri sana katika mchezo wa playoff majira ya saa 10 alasiri katika uwanja ule wa Kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya. Lakini kumbuka tu Mbeya kuzuri na Babati vile vile kule Manyara ni kuzuri. Tusubiri tuone ipi ambayo itabaki katika ligi kuu na ipi ambayo itaenda kucheza playoff nyingine kule na Stand United.